Mimi kwa majina naitwa Juma Zuberi Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Katika miaka hii 60 ya uhuru tumepiga hatua kubwa kwenye nyanja mbalimbali za maendeleo kwenye sekta mbalimbali. Ukienda kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya barabara kwa maana ya miundombinu, kilimo, mambo ya uongezekaji kwa vyuo vikuu na kadhalika. Lakini pia kwenye sekta ya mifugo pia tumepiga hatua kubwa sana. Tukianza kwenye sekta ya elimu kwamba sekta ya elimu tumepiga hatua kubwa kwa sababu mkoa wetu una zaidi ya shule siku za nyuma zilikuwa shule chini ya shule takribani 40, lakini sasa hivi mwaka 2021 tuna shule zaidi ya za msingi 700 takribani na 56. Kwa maana yake ni kwamba kuna mafanikio makubwa ya kuwa na shule nyingi za msingi, na katika shule hizo miongoni mwa shule zingine tumejenga, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mama Samia imejenga English medium zaidi ya shule 5 ambazo ziko kwenye jiji letu hili la Mbeya. Lakini pia tunazo shule za wasichana, za sekondari, za msingi na kadhalika, kwa sababu kwa hatua hizo zote ambazo tumefikia ni kwamba zimepelekea hata matokeo ya darasa la 7 tumetoka nafasi ya 13 tumekuja mpaka nafasi ya 3 kitaifa. Maana yake ni mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Lakini pia kwenye sekta hapo ya elimu, maana yake ongezekaji wa vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Mbeya umekuwa ni mkubwa mno. Ukiangalia tunacho chuo cha Kokom ambacho kilichopo katika eneo jirani na Mafiat. Lakini pia tunacho chuo cha Tafriki Sanji, tunacho chuo cha MUST yani sayansi na teknolojia Mbeya. Lakini pia tunacho chuo kikuu cha Dar es Salaam cha madaktari. Lakini tunacho chuo cha Mzumbe, tunacho chuo cha utumishi wa umma kampasi ya Mbeya. Kwa hiyo vyuo ni vingi zaidi ya kimoja, maana vyuo ni vingi sana. Ukiangalia hayo yote ni mafanikio. Hapo mwanzo kulikuwa na chuo hata kimoja hapa katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini sasa hivi vyuo vimeongezeka na vinazidi kuongezeka na vingine zaidi. Lakini pia sambamba na hilo, kwenye sekta hiyo ya elimu upande wa sekondari tumekuwa tukishika nafasi tukiwa 10 bora. Hatujai kutoka ndani ya 10 bora. Tumeendelea kufanya vizuri kwenye sekta ya elimu hasa upande wa shule za msingi na sekondari. Changamoto ilikuwa shule za msingi ambapo tulikuwa tunashika nafasi ya 13. Lakini sasa hivi tunashika nafasi ya 3. Maana yake tumetoka nafasi 10 zaidi. Tumepanda. Kwa hiyo ukienda sekondari tunafanya vizuri, shule za msingi tunafanya vizuri, hali kadhalika vyuo pia tunafanya vizuri. Na hivyo vyuo vyote wanafunzi wanasoma na wanapewa mikopo na serikali hii ya CCM inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, na mafanikio yake ni makubwa mno. Ukiangalia kwamba watoto wengi wanahitimu kwa hela ya serikali ambayo inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini sambamba na kwenye sekta ya elimu tumejenga miundombinu mingi. Kwa mfano, mkoa wetu umepokea zaidi ya bilioni 16 ambazo zenyewe ni kwa ajili ya madarasa tu ambayo yanajengwa kwa kiwango kikubwa sana na serikali hii ya CCM. Kwa maana kwamba tunatengeneza madawati, tunajenga madarasa, tunajenga shule mpya, na kuna shule mpya nyingi zimeanza ambazo hizo shule zimeanzishwa na serikali hii inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Hizo shule ni shule mpya kabisa, maana wanafunzi wake wanaanza kuripoti mwanzoni mwa mwezi Januari. Kwa mfano ukienda Mbeya DC kuna shule mpya, ukienda Mbarali kuna shule mpya, ukienda Chunya pia kuna shule mpya ambayo inaanzishwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine haya yote ni mafanikio makubwa kwenye sekta hii ya elimu, na serikali hii imeendelea kuwajali wananchi kwa kuwajengea miundombinu, kuhakikisha kwamba watoto waweze kusoma. Na hata hivyo kupitia miaka hii 60 ya uhuru, manake serikali imefuta ada kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Haya ni mafanikio makubwa sana. Watoto walikuwa wanashindwa kusoma kwa sababu hawana uwezo wa kulipiwa ada iwe mashuleni. Kwa namna moja au nyingine upande wa sekondari sasa ada hizo zimefutwa. Lakini tukienda kwenye sekta ya maji, tumekuwa na mafanikio makubwa kwenye sekta ya maji, kwa sababu mpaka hivi sasa tunapozungumza ni kwamba upatikanaji wa maji ni lita milioni 66.5 ambazo na hiyo miradi yote ya maji toka tulivyoanza toka mwaka 1935 mpaka leo hii tunavyozungumzia mwaka 2021 tumekuwa na miradi mikubwa ya maji kwa kipindi tofauti kwenye jiji la Mbeya na maeneo mengine. Kwa mfano ukiangalia kwa mafanikio haya miaka 60, sasa hivi tumeanzisha mradi mkubwa wa Kiwira ambao utagharimu zaidi ya bilioni 125 ambao utakuwa na uwezo wa kuzalisha maji zaidi ya lita 200 ambazo kwa namna moja au nyingine pesa ambazo zinaenda kugharimia mradi huu
ambazo ni bilioni 195. Lita zinazokwenda kupatikana kwa wakati mmoja ni lita milioni 125. Mradi wa Kiwila ambao ni kilomita 40 kutoka hapa jijini Mbeya. Mradi huu utasaidia mpaka wilaya hizi za hata wilaya ya Rungwe, baadhi ya maeneo ukifika kwenye maeneo ya Mbeya jiji, halmashauri ya Mbeya DC, huko kote tunaenda kuwa na mradi mkubwa ambao unakwenda kuleta majibu kwa ajili ya wananchi waweze kupata maji safi na salama. Lakini sambamba na hiyo miradi imetekelezwa. Kwa mfano mradi pale Mbalizi unahudumia zaidi ya watu 80,000 ambao mradi wa bilioni 3 na milioni 340. Huo mradi ni mkubwa na unaendelea kusaidia wananchi wetu, na iko miradi zaidi ya 7 ambayo imetekelezwa kwa hivi karibuni kwa ajili ya kuokoa wananchi wetu kwenye changamoto ya ukosefu wa maji kwenye maeneo mbalimbali katika mkoa wetu wa Mbeya. Lakini pia ukienda kwenye sekta ya barabara, sambamba na hiyo kwenye sekta ya barabara tumejenga barabara nyingi. Kwa mfano barabara ukiangalia ya kutoka mjini kwenda moja kwa moja mpaka Matema zaidi ya kilomita 39 na zaidi ya bilioni 50 zimetumika. Lakini kutoka Chunya kwenda Makongorosi na kutoka Mbeya mjini kwenda Chunya zaidi ya kilomita 70 zimejengwa kwa kiwango cha lami, na barabara ambayo inageuka kama kivutio cha utalii sasa hivi. Kwenye maeneo watu wanakwenda kutalii na kuona mazingira mbalimbali ambayo, na kama unafahamu kuna eneo ambalo ni la juu zaidi, barabara ya juu kuliko zote Tanzania nzima. Eneo la juu kabisa kutoka usawa bahari liko mkoani Mbeya kama unaelekea wilayani Chunya. Lakini pia ukifika Chunya, kutoka Chunya kwenda Makongorosi kilomita 39 nazo zimejengwa kwa kiwango cha lami. Hiyo yote ni miundombinu ambayo imejengwa na serikali hii ya CCM inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini ukienda barabara hizi zinaenda sambamba na ukarabati wa viwanja vya ndege. Tulikuwa hatuna ndege, sasa hivi tuna ndege inatua katika uwanja wa ndege ya Songwe International Airport uliopo jijini Mbeya, ambao uwanja huu sasa hivi tuna uwezo wa kupokea ndege kubwa aina ya Airbus, ambayo mwezi huu wa 12 tunaanza kupokea ndege ya Airbus katika uwanja wetu wa ndege wa mkoa wa Mbeya, ambao kwa namna moja au nyingine abiria watakuwa na uwezo kusafiri kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa raha mstarehe, kwa sababu hiyo ndege ni ndege kubwa kuliko ndege zingine. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Serikali hii imejenga terminal building, imeongeza, ambayo ina uwezo wa kuwahudumia yani domestic na wale international, kwa maana kwamba domestic karibu watu 500, international watu 100, na ni bilioni 14 zinatumika kwa ajili ya kujenga ile terminal building. Lakini ukienda kwenye runway ya kilomita 3.3, kwanza imeongezwa runway ya kilomita 3.3 kutoka kwenye kilomita 2 na kidogo. Kwa hiyo runway imeongezeka, ambayo sasa hivi tunakwenda kwenye kilomita 3.3 na ina uwezo wa kutua sasa Dreamliner, Airbus na ndege zingine kubwa. Lakini pia na uwekaji wa taa ambazo sasa ndege zitaanza kuruka usiku na mchana. Kiangalia mchana zitaruka na hata usiku pia zitakuwa na safari za ndege za usiku, na ni kuanzia wakati wote kuanzia mwezi wa 12 huu. Maana haya ni mafanikio makubwa kwa serikali hii ya CCM inayoongozwa na Mama Samia. Lakini sambamba na hilo kwamba tumetengeneza cold room kwa ajili ya kuhifadhia mazao na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi kwenye uwanja wetu wa ndege wa Songwe International Airport. Lakini ukienda kwenye sekta nyingine, sekta ya kilimo, tumefanya mambo makubwa. Kilimo tumehamasisha kilimo cha tumbaku, kahawa, chai, lakini pia na mazao mengine kama kakao. Yanaendelea kufanya vizuri, na mpaka hivi sasa bei ya kakao tumepunguza makato kwa mwananchi kutoka 157 mpaka makato shilingi 33.5, ambao kwa mnada wa juzi ambao umefanyika ambao kilo moja imeuzwa kwa shilingi 4600 takriban na 25. Ukikata shilingi 33.5 maana yake mkulima amepata zaidi ya 4500 na 90 na kitu. Kwa maana yake ni mafanikio makubwa chini ya serikali hii inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuna mazao mengi yamehamasishwa. Kwa mfano mpunga tunazalisha kwa kiwango kikubwa hasa wilaya Mbarali na wilaya Kyela, lakini tunazalisha pia pareto kwenye mkoa wetu wa Mbeya, lakini pia tunazalisha chai kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa kwenye sekta ya kilimo, na bado hali ya chakula kwenye mkoa wetu ni hali iko vizuri, na hatuna changamoto yoyote ya chakula kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Lakini kwenye sekta ya mifugo tuna mifugo zaidi ya 3,300,000 ambayo mifugo hiyo ipo maeneo mbalimbali kwenye mkoa wetu wa Mbeya, na wananchi wanaendelea kupata kitoweo. Haya ni mafanikio makubwa, kwa sababu mwanzoni ilikuwa hatuna maeneo ya kuwahifadhi hao wafugaji. Sasa hivi kuna ranch ya Narco ambao wapo wananchi wanaendelea kufuga mifugo yao, na tunaendelea kupata kitoweo, na biashara inaendelea kufanyika ya minada ya mifugo. Kwa namna moja au nyingine wananchi wanapata kipato chao.
Kwa miaka 60 ya uhuru yako maendeleo makubwa sana yamepatikana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Huwezi kuyabeza hata kidogo, na huwezi kuona kwamba tujafanya kitu. Tumefanya mambo makubwa na mafanikio yake ni makubwa. Nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya kuendelea kuiunga mkono serikali ya CCM inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo makubwa ambayo wanaendelea kuyaleta kwenye mkoa wetu wa Mbeya, kwenye sekta zote za miundombinu, uwekezaji, uwezeshaji na kadhalika. Na hivi sasa tuko mbioni kufunga taa za kisasa kabisa kwenye mji wetu wa Mbeya. Wakati wote kuanzia sasa tutafunga taa kwenye barabara ya kutokea Mafiat mpaka ofisini kwa mkuu wa mkoa, mpaka hospitali ya rufaa ya Kanda, lakini kutoka hospitali ya rufaa Mbalizi Road, na tutaifunga mpaka hospitali ya Meta ambao pale kwenye wodi ya mama na mtoto katika jengo kubwa lililopo pale njia panda ya Meta, lakini pia na maeneo mengine kama vile soko Matola na barabara kuelekea Old Airport. Tunafunga taa za kisasa kabisa ambazo zitakuwa zina uwezo wa kuwaka vizuri ili wananchi waweze kufanya biashara zao usiku na mchana. Haya mafanikio makubwa sana na serikali inaendelea kupiga hatua kubwa kwenye kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Na ndio maana tunasema kwamba kazi iendelee na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa mkoa wetu wa Mbeya. Na sisi wana Mbeya tunasema goli limeshaingia, mpira uko nyavuni, tunasubiri kushangilia na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana kwa kumsikiliza.